Siku ya Jumapili ambapo asubuhi ya leo, mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuendelee na kubarikiwa pamoja na mtumishi wake ambaye ni Reverend Francis Namu kutoka kanisa la ABC Madinga Uyata Pastoret Machakos Sub-Headquarters. Mimi hapa ni Pastor Lucy Michael nikikwambia kwamba karibu sana tukaweza na kupokea mengi tu kutoka kwa neno la Mwenyezi Mungu, ambapo ninaamini kwamba fundisho la asubuhi ya leo litaweza na kutubariki na kutuinua kiroho, na baraka zake tutaweza kuzipokea. Karibu. Ningependa kukusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu mpendwa mtazamaji, hujambo? Karibu kwenye neno la Mungu, na ningependa tuanze kwa maombi. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru asubuhi ya leo kwa upendo wako na uhifadhi wako. Hakika wewe ni Mungu wetu na sisi ni watu wako. Tunasifu jina lako, na kwa sababu ya neno lako lililo mbele yetu, tunaomba ukaweze kutusaidia. Katika jina kuu la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Mtazamaji, kabla unjaendelea na mambo ya kujiandaa kwenda kanisani siku ya leo, ningependa tukaweze kusoma mistari kutoka kwenye kitabu ama neno la Mungu ambalo litatuandaa tukienda kanisani tuwe tumetoka nyumbani mwetu na nguvu. Na tutasoma neno hili kutoka kwenye kitabu cha Luka Mtakatifu mlango wa 19, tuanzie mstari wa 36 na tumalizie na huo wa 38. Tusome pamoja. Na alipokuwa akienda, walitandaza nguo zao njiani. Hata alipokuwa amekaribia matelemko ya mlima wa Mizeituni, kundi zima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yote ya uwezo walioyaona. Wakasema, ndiye barikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu. Bwana asifiwe. Wakati huu ni wakati Kristo alipokuwa anaingia katika mji wa Yerusalemu, yaani ni kama homecoming ya Jesus Christ, na ni wale ambao walimfuata wanafunzi wake, makutano na watu wa Yerusalemu waliweza kumkaribisha kwa shangwe kuu, kwa sababu walimtambua kama kiongozi wao. Amerudi mfalme wao. Japo kuwa katika mafikira yao waliweza kujua ni mfalme wa kidunia, lakini yeye alikuja kama mwokozi wa maisha yao na mfalme kutoka kwa Mungu. Waliweza tu kujitoa na kufanya mambo makuu. Wakati huu ambapo tunatarajia wokovu ambao tuliupata kutoka msalabani kwa kupewa mwana wa Mungu Yesu Kristo, je, makaribisho haya moyoni mwetu? Sijui mtazamaji, umejiandaa kivipi? Je, mpaka hapo umemtambua Kristo kama nani maishani mwako? Ndio, kunao wengi wanaotoa ushuhuda wakasema, Yesu Kristo amenikomboa, ameniokoa, nimesamehewa dhambi na ni vizuri. Lakini hayo hayatoshi, kwa sababu hawa tumesoma walitandika nguo zao mwana wa Mungu apitie
kuonyeshwa heshima ile ambayo wamempa. Unajua, kwa kuongea haitatosha kabisa kuonyesha kama Kristo ni mfalme katika maisha yetu. Inafaa kufanya zaidi. Hawa japokuwa tumesikia walikuwa wanaimba Hosana, mfalme wetu amekuja, ndio, lakini walienda zaidi kwa sababu walijua yeye ni mfalme. Yeye walimngojea kwa mambo mengi na tofauti, wakanjitoa. Siku ya leo, mtazamaji, Kristo unamtambua maishani mwako kama nani? Je, kama unamtambua kama mfalme na mwokozi wa maisha yako, amekutendea mema, amekutendea mengi, na wewe umeenda hatua kiasi gani ya kumtambua kwa matendo kama ndio anastahili kuitwa mfalme? Unajitoa namna gani kumuinua ili wale ambao unatembea na wao, wale ambao unashinda katika makundi tofauti pamoja na wao, waweze kutambua kweli Kristo ni mfalme na ni muweza, na aweze kutazama jinsi unavyofanya, aone kweli wewe umeamua na umempata kiongozi wako kwa yale mambo ambayo unayatoa. Waja tu mazungumzo peke yake, lakini kuenda hatua na hatua kumuinua Kristo maishani mwako, kwa sababu kile kinachohitajika na Kristo unatoa. Tunaona hata wakati mmoja mahali tumesoma, alikuwa ametumana mwanapunda wa kondoo, mwanapunda ambaye aliangiza mitume wake waelekee katika boma ambayo iko mbele yao, na wakimpata wamfungue na wamletee. Japo yoyote atauliza, aambiwe Kristo anahitaji. Na kwa kweli walipoambiwa hawakung'ang'ana, hawakukataa. Inawezekana siku ya leo kama wewe ni Mkristo, kuonekane jambo ambalo unaweza kulifanya wewe mwenyewe, na watu waseme wewe ndio unayefaa kwa sababu Kristo anakuhitaji. Wengine wataanza kutoa malalamiko, waseme ni kwa nini si yule, huyo ndio ako na nyingi kuliko mimi, kwa nini munione mimi na tuko wengi, na mambo mengi kama hayo. Lakini hawa walipojua huyo ni Kristo na ni mfalme na anataka mwanapunda wao, hawakulalamika, walimuachilia tu. Wewe umeachilia nini kiende kumfanya Kristo kwa mfalme? Ndio, umempa roho yako, lakini inabidi uende zaidi. Ni wakati wa kutambulisha Kristo maishani mwetu. Unapotembea, watu wakuangalie tu, hata kabla hujasema lolote, waone ni kweli Kristo ni mwokozi wa maisha yako. Kwa sababu mahali unapokaa hakuna shida, juu unaongozwa na Kristo, mfalme mwenye vitu vyote, mwenye uwezo. Kuongea kwako kunaonyesha tu kunaye unayempa heshima, ambaye ni Kristo anayekuongoza maishani. Unapotoa, unamtolea kama mfalme, unatoa kitu ambacho kinafanana na kumpa mfalme. Hawa walitoa nguo zao, nguo za dhamana, wakatoa. Na unajua, mwanapunda alipokuwa anakanyanga, na tuliambiwa alikuwa anateremka, pengine zingine ziweza kuharibika kwa sababu sikikanyangwa, zingine sikatoboka, zingine sikachafuliwa, lakini hawakujali, na ni nguo zao za gharama. Kile kilikuwa ndani yao ni kumuona Kristo kama mfalme. Je, ni jambo gani kwako unaloweza kulifanya siku ya leo kumfanya Kristo kuwa ni mfalme? Wale watamwangalia, wale wataona tendo ambalo umelitenda, waseme kweli umelitenda kwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Ama tu ni maneno tu ya kutoka kwenye mdomo, useme tu Yesu ameniokoa, ndio, Yesu amenitendea hiki, ndio, lakini jambo liko wapi?
Hao waliweza kushangilia na kuimba, lakini wakifanya matendo na wakatoa vitu vyao vya dhamana. Na hata wale ambao hawakuwa na chochote walikata mitende, wakaenda wakafanya kazi, wakachoka wakikata na kubeba na kuja kutandika, ili mwana wa Mungu akanyange. Kama ni leo tungesema ametandikiwa mkeka, carpet, kwa sababu ni kiongozi. Tunaona hata viongozi wetu wakuu serikalini, mahali wanapokanyanga wanawekewa hizo carpet. Carpet ya siku hiyo waliweza kutoa manguo yao, na ilikuwa ni jambo ngumu kutoa nguo yako uitandike chini ikanyangwe na mwanapunda. Japo kuwa mwanapunda ndiye alikanyanga, hawakuona mwanapunda akikanyanga, walimuona tu Kristo aliyebebwa na mwanakondoo na mwanapunda samahani. Lakini leo unapoambiwa fanya mtumikie Mungu kwa jambo hili, mbona wewe walalamika? Unapofanya jambo kumuhusu Mungu, kwa nini unafanya kwa ufuguvu? Kwa nini huwezi kufanya kama unamtendea mfalme? Jitoe siku ya leo na uamini na umuinue Kristo maishani. Unapojiandaa kwenda katika ibada ya siku ya leo, tafuta ni jambo gani ambalo utaelekea kanisani nalo, ambalo ukienda kulitaja, ukienda kumuimbia Mungu, uliongeze likaweze kuonekana ya kwamba ni kweli wewe unamtumikia mfalme. Bwana akubariki na endelee na kukupa hekima ya kutafakari na kuangalia maneno kama hayo. Lakini tufanye na tujikaze kama hawa, jinsi walivyomkaribisha Kristo kama mfalme maishani mwao na mjini mwao, na sisi tukaweze kutumika na kumtumikia Kristo tukimuinua kama mfalme wetu. Bwana akubariki na alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Tukushukuru Mungu Baba, uliye baba ya mwanao yetu Yesu Kristo ambaye ni mfalme wetu. Neno lako limetufundisha, tunaomba ukaweze kuendelea na kutufunulia kutoka leo na kuendelea. Na wakati huu ambapo tunatarajia kusherehekea kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, naomba ukaweze kutupa mafikira na kumtambua Kristo maishani mwetu. Tubariki na ubariki watazamaji wote. Katika jina la Yesu kuu tumeomba na kushukuru. Amina. Mtambue Yesu Kristo kama mfalme wa maisha yako, kama mfalme wa maisha yako. Watu waliweza na kumshangilia tu wakisema kwamba amebarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana. Yesu aliweza na kushangiliwa. Yaani waliweza na kumtambua kuwa ni mfalme na mwokozi. Yesu akatambuliwa kama mfalme na mwokozi. Kumsifu kwa furaha, waliweza na kumsifu tu kwa furaha. Yaani walimsifu Mungu kwa sauti kubwa, kwa sauti kuu, kwa sababu ya miujiza waliona. Lakini hapa tunafaa kujua kwamba sifa za Mungu zinafaa kutoka ndani ya mioyo yetu kwa furaha na shukrani, sio kwa sababu tu ya miujiza, lakini vitoke hapo ndani. Unyenyekevu wa Yesu. Yesu aliweza na kunyenyekea, aliweza na kuingia pale kwa upole, akiwa akiwa juu ya punda, sio kwa majivuno. Kumbuka kwamba ni mfalme, lakini sio kwa majivuno. Aliingia pale akiwa amenyenyekea. Hili ni kutuonyesha kwamba ufalme wake sio wa kiburi, bali wa amani na unyenyekevu. Maana aliingia akiwa mwenye amani na mwenye unyenyekevu. Huwezi ukapata mtu ambaye ni mnyenyekevu hana amani. Utampata amenyenyekea na yuko na amani. Ushuhuda wa wazi. Watu hawakuogopa kumtangaza Yesu hadharani. Wewe huwa unaogopa? Wakati mwingine hata unakosa hata kuongea ama kutamka jina la Yesu.
unaongopa. Matendo yako ndio kufanya ukaweza na kuongopa. Sisi tunaitwa, linatuonyesha ama litatufundisha kwamba tumkiri Yesu kila wakati bila aibu. Usioni aibu kumkiri Yesu, kumtangaza Yesu wakati wowote. Wale ambao walikuwa wanaimba wakisema mfalme Hosana, ni huyu Mwokozi ameweza na kuingia akiwa juu ya punda, walimtangaza mchana hadharani, hawakuongopa. Pia nasi tusiongope kumkiri Yesu. Yesu yani ni Mwokozi wa maisha yetu, ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Tusije tukaongopa hata kutoa ushuhuda hadharani, lakini tutatoa hadharani hata kwingine kupitia kwa matendo yetu na vile ambavyo watu tunaishi na watu. Ndio itatutangaza kama tunaweza na kumkiri hadharani. Ninakutakia Jumapili njema ya baraka. Mahali popote pale utaabudu, Mungu awe pamoja nanyi, Roho wake akawaongoze, akawafundishe mengi.